Mungu amekupa nini kwa sasa ulicho nacho? What God has given you, Mungu amekupa nini? Haya, Mungu amekupa nini wewe? Umepewa nini? Hebu niambie kitu kimoja ambacho Mungu amekupa. Uhai, very good. Mungu amekupa nini Sule? Akili. Yes. Mungu amekupa nini ingine? Hekima. Yes. Mungu amekupa nini ingine? Uwezo, nguvu. Unaweza kubeba zege, si ndio? Unaweza kuwa mama ntilie. Mungu amekupa nguvu. Nini ingine Mungu amekupa? Ufahamu wa akili ya kimungu. Mungu amekupa nini? Nini ambayo tayari unayo? Sio mlemavu. Afya, elimu. Una elimu, unajua kusoma na kuandika. Kuna wakati Mungu akituangalia, nadhani kuna mambo anaona. What do you have already? Nini ambacho tayari unacho? Wewe unapolia juu ya uchumi, una nini tayari? Kuwa tu na akili, kuwa una nguvu, unaweza ukabeba zege badala ya kukaa kuombaomba. Mungu amekupa nini? Nini kingine ambacho Mungu ametupa? Karama. Mwingine ni mwimbaji. What do you have? Hata Yesu alikuwa aliuliza mna nini? Mnakumbuka mikate 5? Anauliza mna nini? Saa ingine mtu anasema mimi sina kitu na 20,000 tu. Hiyo tayari yenyewe is something. Una nini? Unataka mafanikio, una nini? Nini ambacho tayari unacho? Ile tu kwamba unaona na una nguvu, unaweza ukatembea na mwingine mpaka ashikwe mikono. Namba 2. Je, tunaanza kwenye hiyo 2 Roman 8. Je, tunaanza na kile Mungu alichotupa? Tunaanza na kile Mungu alichotupa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dani, una nini? Wote tunao Yesu. Una nini tayari ambayo unayo? Wewe ni fundi. Saa ingine mnakata, wewe ni fundi gani? Fundi waya wa magari. Mnakaa hapa kanisani, uwezi hata kumwambia mwenzako, bwana, hivi uwezi mimi kunifundisha hata nikikuta balbu haiwaki na mimi niweze Una nini? Ile yenyewe kwamba uko katikati hapa, una watu hapa. That's a privilege. Ile kwamba una watu hapa, unafahamika hapa. Umeona mpita njia leo akija kuingia hapa kula? Hapana, kwa sababu unajulikana hapa. Unaanza na ulicho nacho. Pale Kana Yesu alibariki nini? Kwenye harusi alibariki nini? Maji. Ya kuanza na sifuri, alianza hata na maji. Wewe una nini? Maji. Mikate 5 na samaki wawili, maji. Mungu hajawahi kuanza na sifuri, na nasema hajaanza kuanza na sifuri kwa sababu hata ndani yako ameweka potential, ameweka ndani yako uwezo mkubwa. Watu wanapokataa kutumia huo uwezo, ndipo wanapoingia sasa kwenye matatizo. Haya, nataka niwaulize vijana, kwa nini unataka mafanikio? Recho, kwa nini unataka hela? Unaona, anafikiria, yani maana angekuwa na angesema tu 1 2 3. Kwa nini unataka hela? Nataka hela ili niweze kutimiza ndoto zangu. Atimize ndoto zake. Unaona sasa hapo
atimize nini? Ndoto zake. Wewe unataka ufanikiwe ili iweje? Wewe dada hapa, unaona, asife maskini. Kwa hiyo kifa tajiri ni raha. Haya. Dani awe na heshima. Haya, Agape ndio huko sekondari. Asiishi, anataka maisha luxury. Wewe unataka hela nini? Au unataka kufanikiwa ili weje? Haya, usife maskini. Sule, tuone hekima Mfalme Suleiman. Nitimize kusudi la Mungu. Mtu mwenye maombi hayo lazima atafanikiwa, kwa sababu, naomba nisimame kidogo. Wewe Dani, ukipata heshima, heshima yako inasaidia nini Mungu? Wewe ili usife maskini inasaidia nini Mungu? Mungu anainuliwaje? Kwamba kulikuwa na dada mmoja hapa alikuwa na Land Cruiser V8. Kuna watu wengi wamekufa maskini na mali ziko zinapata. Agape akasema anataka starehe, luxury. Luxury inamsaidia nini Mungu? Ngoja niwaambie kitu kimoja. Kila mmoja wenu ana kusudi ambalo ameletewa hapa duniani. Unanielewa? Nilisema saa ile ukuandika application uje duniani. Umeletwa kwa sababu kuna kusudi. Wewe nani, Recho, kazi yako unayoipenda ni nini? Kitu gani ambacho toka utoto wako unapenda? Kwa hiyo sasa, hiyo ndoto yako hiyo sasa. Yaani wewe unapotaka kufungua vitu, lengo lako isiwe tu vile vitu. Lengo lako watu wamjue Mungu kwa vile vitu unavyovifungua. Tulikuwa na mtumishi mmoja wa Mungu ana project kubwa ya mabilioni. Kitu nilichojifunza kwa yule mtumishi, kila kitu anachokifanya anasema, nimejenga hapa watu wakija kwenye maombi walale. Nimejenga hapa watu wakija wakati wa kujifunza wapate mahali pazuri pa kula chakula. Nimejenga hivi vyoo ili kusiwe na msongamano wakati wa huduma. Kwa watu wakiingia kulala wanamuona Mungu. Watu wakiingia kula chakula wanamuona Mungu. Wakiingia chooni, vyoo utafikiri vya uwanja wa ndege, wanamuona Mungu. Tutakosea sana tukianza kusema mimi nataka kufanikiwa kwa sababu kwetu walikuwa maskini, nataka angalau kwetu kuonekane. Kwenu kukionekana kunamsaidia nini Mungu?